أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله وآله وصحبه إلى يوم لقاء الله. اللهم ربنا علمنا ما لا نعلم وفهمنا ما لا نفهم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهم النبيين وفصاحة المرسلين وعبرة المتقين وإلهام ملائكتك المقربين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول رب العزة والجلال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Katika mfumo wa mpangilio wa sura za Qur'ani, hii ni sura ya 17. Suratu Bani Israil, ama jina lingine ikaitwa Suratu Isra, ni sura nambari 17 katika mfumo wa kuwa sura ya kwanza ni Suratul Fatiha, inafuata Suratul Baqara, inafuata Suratu Ali Imran, inafuata hivyo mpaka tunafika katika Bani Israil, ni sura nambari 17, na yenyewe ina aya 111. Aya zake Suratu Bani Israil ni 111. Kwa kuwa aya ni nyingi, itatulazimu twende kwa ikhtisar, kwa ufupi, maana ingetulazimu kuelezea mafungamano na mahusiano kati ya sura iliyomaliza ambayo ni Surati Nahli na sura hii. Kwa nini zimewekwa pamoja? Kuna alaka gani? Kama ambavyo ilitulazimu tungesema sura hii baada ya kueleza ina aya 11 ilibidi tuseme ina maneno mangapi, ina herufi ngapi, na kila herufi moja katika herufi za Qur'ani 28 kwenye sura hii zipo ngapi, kuanzia alifu mpaka ya. Alifu ziko ngapi, ba ziko ngapi? Lakini tusema tukae huko, kipindi kitakwisha tujasoma hata aya moja. Ndio maana nikasema itatulazim twende ala al-ikhtisar. Maalesh, sura imeanza kwa kueleza kisa katika visa vya kimiujiza. Kuna visa ndani ya Qur'an, visa vya kimaisha ya kawaida, visa vya kimahusiano, visa vya kiutawala, visa vya kisiasa, visa vya kiuchumi.
kuna mgawanyiko zaidi ya aina 9 ya visa vilivyomo ndani ya Qur'ani, lakini sura hii inaeleza kisa katika visa vya kimiujiza vilivyotokea katika maisha ya Rasulullah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kisa ambacho kinaashiria uluwi manzilatihi wa makanatihi baina al-anbiya'i as-sabiqin, nafasi yake ya juu Rasulullah, lakini na daraja yake kati ya yeye na mitume wengine. Kisa cha Isra na kuonesha kisa hiki si kisa cha kiakili. Katika makosa makubwa ya wanadamu wanapojadili maisha yao na maisha ya imani zao, kwa maana dini zao, wanashindwa kutofautisha. Kuna mambo ya kiakili na kuna mambo ya kiitikadi. Mwanadamu linapotokea jambo la kiakili anatakiwa asafirishe akili. Yanapotokea masala ya kiitikadi, akili haina nafasi. Ukiruhusu akili ingie katika mambo ya kiitikadi, kinachofuata itasheki imani yako, wa ila utakufuru, kwa sababu si jambo la kiakili, ni jambo la wewe kutakiwa kuamini tu khalas. Na kwa kuonesha hilo, Rabbul Izzati wal Jalal alianza na tasbih, kumfungua mwanadamu atakayesikia, atakayesoma aya hii. Haihitaji akili yako ishughulike hapa. Hapa panahitajika moyo uzingatie. Akili itashughulika katika upande wa pili wa kusafiri, nako ni kuona kinachoelezwa. Tunachukua mafunzo mangapi ndani yake? Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawla. Taniwia radhi, hapa kwenye aya hii tutachelewa kidogo. Hapa tutachelewa kidogo, kuna vitu baadhi tutaktatif vya kiufundi. Kuna maelezo kutoka kwa watu mbalimbali. Wapo waliodai Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam safari hii min almasjid ila almasjid ni safari iliyoanza msikitini na ikakomea msikitini. Alikwenda jasadan wa ruha, kwa mwili na kiroho. Ina maana live, vijana wanasema bila chenga. Na wapo wanaodai safari hii Rasulullah Muhammadun sallallahu alayhi wasallam alikwenda manaman. Tunataka tuangalie vocabulary zilizotumika kwenye aya hii ili tuone uhalisia wa hayo yanayodaiwa. Subhana ay usabbihu subhana, ninamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kwa utakasifu wake. Ninamtakasa kwa utakasifu wake, ay alladhi yaliku bijalalihi wa azamatihi, utakasifu ambao waendana na kukubaliana na utukufu wake na ukubwa wake.
Wakati mwingine sisi tunataka sana na kusifiana kwa sifa zisizoendana na hali zetu. Waweza ukamsifia imamu kwa tawadhu, adab, unyenyekevu, mapenzi yake ya dini, al-ishrata al-ijtimaiya, mafungamano yake kijamii, ukamsifu ukajisahau, ukamfikisha katika maeneo ambayo hayaendani na yeye, ukatamani umfikishe katika daraja ya mitume ama daraja ya malaika, ama ukamfananisha na Rabbul Izzati wal Jalali na Allah subhanahu wa ta'ala. Ya subhana, yani yale mapenzi yako yanakupeleka siko. Sasa Allah tunamtakasa kwa sifa ambazo zaendana na utukufu wake na ukubwa wake. Allah gani? Bayanu yati alladhi, Mola ambaye atukusudi Mungu mwana, atukusudi Mungu mama, atukusudi Roho Mtakatifu. Anayekusudiwa hapa ni nani? Alladhi, Mola ambaye asra bi'abdi. Tunachelewa, tunaanzia hapa nukta ya kwanza. Asra bi'abdi, uko mbele tutakimbizana. Vijana wenzangu tunaosoma grammar, niseme na ninyi kidogo. Verb hii asra, kitendo hiki asra kimetoka katika sara. Kuja hamza mwanzoni, asra liifadati ta'diya bil hamzi wat tad'if addima lazim wa harfi jarrin in thulathiyan usim wa ghayruhu addi bima ta'akhkhara wa in hadhaftahu falaziman yura. Qur'ani haisomwi kama hadithi za alinacha. Qur'ani inahitaji vitu vitatu muhimu sana katika Qur'ani: at-tadhakkuru wat-tafakkuru wat-tadabburu. Qur'ani inahitaji tadhakkur, kusoma kwa matukio utakayoyasoma kwenye Qur'ani. Unasoma nini kwenye tukio hili ulilolisikia? Tadhakkur. Qur'ani kitu cha pili inahitaji tafakkur. Tadhakkur ni kujifundisha, kujikumbusha, kujikosoa, kujirekebisha kupitia hayo uliyoyaona, inaitwa tadhakkur. Alafu kuna tafakkur. Kuna watu wanafanya misconception, wanavuruga kabisa, yani kati ya kutafakari na kuwaza ni vitu viwili tofauti. Tafakuru ni kitu kingine na kuwaza ni kitu kingine. Qur'ani inahitaji tafakuri. Kutafakari ni kusafirisha akili utoke na majibu kwenye kile kilichoelezwa sahihi na majibu yaliyokusudiwa. Hiyo ni tafakuri. Anapokuambia mtu na kushauri uhamie Morogoro, shughuli zako kafanya Morogoro, nakupa muda utafakari, sio uwaze. Ukiwaza ndio utaanza kuumiza kichwa. Ina maana sasa imamu wangu tena ndio nitakuwa sipo naye karibu ina maana sasa ina matokeo yake unapata maradhi, vidonda vya tumbo, pressure. Wewe ulikuwa unafanyaje? Unawaza. Umekwenda hospitali, umeambiwa wewe una kansa fulani. Kwa hiyo ina maana mimi ndio siponi tena Kwa hiyo ina maana ndio ishakuwa kweli tena Ina maana matokeo yake unanywea siku hadi siku, wewe wawaza. Ukitafakari utapata majibu. Je, mimi ni mtu wa kwanza kuhama au mimi ni mtu wa kwanza kupata maradhi haya? Hakuna watu walio survive baada ya kupata maradhi haya. Unakwenda mpaka unaota kwenye majibu sahihi, huwezi ukayumba. Mgonjwa wa sukari atasurvive,
more than 40 years. Kwa sababu alifanya nini? Alitafakari kwamba sukari, mimi si mgonjwa wa kwanza. Ukimwi, mimi si mgonjwa wa kwanza. Pressure, mimi si mgonjwa wa kwanza. Kitu cha pili ni nini? Kutafakari. Inna fi khalqi samawati wal ardh wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna. Kitu cha tatu, tadabbur. Qur'ani inataka tadabbur, yani ni zaidi ya tafakur. Kwa lugha za leo, jiongeze. Ala sabili almithal, huu ni wakati wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa unakwenda kwenye tadabbur baada tafakkur. Kwa nini Mungu amwambie mtume wadhkur fil kitabi Maryam, wadhkur fil kitabi Idris, wadhkur fil kitabi Yahya? Kwa nini huyu mtume aambiwe asome na kujikumbusha kwa wazee waliopita? Hii ni tadabbur. Unatakiwa uende usafirishe akili na ujiongeze. Uwezi kuteseka katika maisha na uwezi kuwa kibri. Waliokosa tadabbur, ndiyo maana ukimpa ushehe, ukimpa uimamu, kila akimuona mzee mbele anaona nuksi, wakati mtume mwenyewe kaambiwa ili afanye kazi vizuri awasome wazee kwanza. Alqadimu dhahabun, old is gold. Watu wanaishi hawajui thamani ya watu wazima, kwa sababu yeye kajua liilafi Quraishi kuisoma na maana yake, basi khalas, intaha maneno. At-tadhakkur wat-tafakkur wat-tadabbur. Qur'ani inahitaji hiyo, lazima tusafirishe akili. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Qur'ani inataka hivyo, Qur'ani inataka hivyo. Subhanalladhi asra bi'abdihi layla. Ikiwa maelezo ndiyo hayo, kwa nini Mungu aseme asra? Kwanza neno asra, yusri, isra, fahuwa musri. Hii asra maana yake ni mtu kupelekwa safari fulani. Haiwi asra isra, sharti safari yenyewe iwe ya usiku. Safari ya mchana atusemi sara, saraita min haramin ila harami. Tutasema sara, sharti safari iwe ni usiku. Kitu cha pili, hatusemi sara ila safari hiyo iwe na spidi kali kweli kweli. Mwendo wa kishikaji wa kichakibobu haiwezi kuwa sara. Na mtakasa Allah kwa utakasifu wake. Yupi huyo? Alladhi, ambaye kwamba asra bi abdihi, aliyempeleka kwa kasi ya ajabu usiku kwa usiku mja wake. Na hii wataalamu wa grama wanaita idhafa tashrifia, fa kullun ibadullah. Lakini kwa nini yaseme bi abdihi idhafa tashrifia? Tashrifan wa takriman wa ihtiraman li rasulillah Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Aliyempeleka, Allah kampeleka. Hapa unaokota nukta ya kwanza. Wanaosema mtume hakwenda, yeye mwenyewe hakusema kaenda, na Mungu hakusema Muhammad kaenda. Kwa hiyo mnabisha kisichosemwa. Si unaeleweka? Mtanielewa? Wanaosema mtume katika safari ya Isra na Miraji hakwenda, wanabisha kisichosemwa, wanakataa kisichosemwa. Yeye mwenyewe mtume hakusema nimekwenda Miraji, Isra na Miraji, na Mungu hakusema mtume Muhammad kaenda. Hakuna maneno hayo. Yeye mwenyewe alitumia lugha gani? Usiria biya laila, nimepelekwa. Kwa hiyo hakwenda, kafanyaje?
na Mungu akusema Muhammad kaenda, akasemaje? Asra bi, yeye kampeleka. Mpo hai? Mtoto mdogo akikwambia nimepanda mlima Kilimanjaro, mbishie. Kwa volkano iliyopo pale haiwezekani. Lakini akikwambia nilipandishwa na mama, kubali. Inawezekana hujanielewa. Ngoja nikupe mfano wa tatu. Muharrami huyu aliyoko mbele Mziwanda hapa, akikwambia nimenunua gari aina ya Hama, unaweza ukabisha. Muharrami huyu wa majuzu. Gari Hama vijana wanaita amma. Ziko tatu, H1, H2, H3. Ishi na dunia. Maana kuna watu hapo duniani wanaishi kama akhera. Yaani hujui chochote shekhe. Usiishi kama upo akhera. Hii ni dunia. Wa man aasha fi ghairi hinihi mata kaiban. Atakayeishi zama sio zake atakufa kifo kibaya. Yaani tupo katika karne 21, wewe unaishi maisha ya karne ya 5. Simu hizi smart haramu, TV haramu. Wewe unaishi zama gani? Tunakaa Tandika, unataka tuje na punda huku Kariakoo. Tufungie punda wetu. Msikitini alipanda punda Mtume, alipanda anatoka farasi, ngamia. Wewe unaishi maisha sio yako. Sasa hivi ni bodaboda, baiskeli, gari, ndege, treni na kuendelea. Kule tushahama. Sheikh, farasi yako yuko wapi? Niulize umepanda gari gani? Au pikipiki ipi? Nije na punda huku, patatosha, tujaze mapunda nje huko. Unaishi zama sio zako. Sasa Muharrami akisema nimenunua Hama, waweza ukabisha. Lakini akisema nimenunuliwa, usibishi. Kwanza unatakiwa ujue aliyemnunulia nani. Ukishamjua utauliza uwezo huo anao. Akisema naam nimenunuliwa, nani kakununulia? Baresa. Baresa hana uwezo wa kununulia mimi Hama. Sasa unabisha nini? Yaani wewe umebisha kwa kunitazama mimi, hukubisha kwa kutazama nani kamnunulia. Na wote wanaopinga bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakwenda katika safari ya Isra na Miraji, walimtazama Mtume, hawakumtazama aliyempeleka. Walitakiwa wadadisi kapelekwa na nani? Kapelekwa na Allah. Huyo aliyempeleka anaweza hivyo? Anaweza. Khalas, intaha almaneno. Mmenielewa? Subhana alladhi asra bi'abdihi. Kwa nini ije babu mbele ya neno abd? Ikiwa tayari nyuma katika neno asra, vijana wenzangu nasema na nyinyi, tayari kuna hamza ambayo ndiyo taadia, kama tulivyopita bil hamzi wa tadhifi adima lazim wa harfi jarrin bi abdihi wa harfi jarrin in thulathiyan musib. Wataalamu wa grama wanasema hamza imefanya kazi ya taadia. Ba ukuja hapa bi abdihi ni ishara Mtume hakuota, kwani hii ni ba'ul musahaba. Subhanalladhi asra ma'a abdihi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam safari alikwenda live bila chenga. Lakini tatu, neno lenyewe abd katika lugha ya Kiarabu, neno abd halitumiki isipokuwa ni mkusanyiko wa mwili na roho. Ukisema Mtume alikwenda mwili mtupu, kwa nini atumie abd? Ni ishara Mtume alikwenda live, ndio maana akalitumia neno abd. Tupo hai, tunagusagusa, tuko mbele, tutakimiza, tutakapoishia ndio hapo hapo. Tarkul adati adawa, si wengine hivi ni vilema, lazima tuguseguse vitu hivi. Na lengo kuwahamsha vijana wenzetu kusoma. Kwa nini Mungu aseme laila? Tulisema hapo nyuma, neno asra linapotumika katika Kiarabu, safari ni ya usiku kwa spidi kubwa. Kwa nini tena ikiwa ni usiku ilitosha neno lenyewe linatosha, kwa nini tena laila? Wanasema kwanza laila mansubu ala nazil khafidh, wal aslu subhana alladhi asra bi'abdihi min laylin.
imeondoshwa mini hapo, litaakidi madhmuni aljumla. Waarabu wanasema kutoka Maka mpaka wanafika Sham kwenda peke yake ni mwezi mzima, na kurudi ni mwezi mzima, kuonesha safari haikuwa ya kawaida. Lailan, sehemu tu ya usiku, yani kwa masaa machache katika usiku. Yani safari ya Mtume amekwenda kwenye safari ambayo wao huenda mwezi, akarudi kwenye safari ambayo wao hurudi kwa mwezi. Kwa jumla miezi mingapi? Kuonesha ni safari ya ajabu. Allah akasema lailan, sehemu tu ya usiku. Kaondoka wamelala, amerudi bado wamelala. Sawa sawa. Subhanalladhi, ninamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kwa utakasifu wake, Mola ambaye asra bi abdihi laylan, alimpeleka mja wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam moja kwa moja lailan, sehemu tu ya usiku, min almasjid alharam, min ya ibtida, kuanzia msikiti mtukufu wa Makka ila almasjid alaqsa, na safari ikakomea katika msikiti wa mbali Baitul Maqdis. Na jina linaitwa mara tatu, utakavyoita ni sahihi: Baitul Maqdis, Baitul Maqdas, Baitul Muqaddas. Utakavyoita vyovyote ni sawa, Baitul Maqdis, Baitul Maqdas, Baitul Muqaddas. Kwa hiyo safari ilianza msikitini, msikiti wa Maka, na ikakomea msikitini, msikiti wa Palestina pale, msikiti ambao unaleta zogo. Wataalamu wakavutana kidogo na muda hautoshi. Kwani safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hii ilianza msikitini au ilianza katika nyumba ya binamu yake Ummu Hani bintu Abi Talib? Cousin, wa Nigeria wanaita cousin. Asili ya binamu kwanza niweke sawa. Watu wanajua binamu ni mtoto wa mjomba ama mtoto wa shangazi tu, asili yake siko. Asili ya binamu ni Kiswahili kilichotushinda kutoka katika Kiarabu. Ukisema binamu imetoka katika ibnu ammi, ndio binamu. Kwa binamu ni mtoto wa babako mkubwa ama babako mdogo, ndio anaitwa binamu. Wawili hao wanaongezeka ndani yake wengine wawili, mtoto wa baba mkubwa, mtoto wa baba mdogo, wawili, sio binamu. Wanaongezeka wengine, mtoto wa mjomba na mtoto wa shangazi, binamu. Hawa wote ni binamu zako, na kwenye ndoa wakikunogea oa, ndio binamu. Lakini hili limeonekana wameachiwa wakwe zangu mimi tu wa Pemba peke yao. Sisi Wandengereko wa Zalamu inaonekana ukitaka kuoa mtoto wa baba mkubwa unaonekana una uchu. Shekhe, ukaoe mwanamke mbaya mzuri yupo kwenu, kwa baba mdogo yupo, sogeza tu karibu hapo, unajisevia unaondoka zako. Kinyaa haitafsiri haramu, na kuna kitu kutopendeza wanawaambia watu, hata mimi sili bata, sio maana yake haramu. Hamia hajaninogea tu yule jamaa, haina maana kuwa ni haramu. Maalesh, hacha huko. Kauli sahihi, safari ilianza ya Isra na Miraj katika nyumba ya binamu yake mtoto wa babake mkubwa mzee Abu Talib, Ummu Hani, ndio ilipoanza. Lakini kwa sababu pale nyumbani kwake ilikuwa ni pale pale Maka, wanasema Maka yote ni haram. Maka yote ni nini? Ni haram, ni ardhi tukufu. Kwa hiyo Mungu kusema min almasjidil harami, japokuwa ilianza katika nyumba ya Ummu Hani, ndio yale yale. Lakini pili, itakuwa ibtidaun idhafi. Mwanzo ni kule kwa cousin, lakini baada ya kutoka kule walikuja mpaka msikitini. Si alisafishwa kwa maji ya Zamzam kisimani? Kisima kipo wapi? Si pale? Katika sura zote mbili, min almasjid alharami ila almasjid alaqsa.
na yote ni misikiti ambayo ilijengwa na Mtume na mwanawe. Maka imejengwa na Ibrahim na mwanawe Ismail, sio? Baitul Maqdis imejengwa na Nabii Daudi na mwanawe Suleiman. Umeelewa eh? Imejengwa na Nabii Daudi na mwanawe nani? Suleiman. Japokuwa wengine wanasema ni Ibrahim na Ishaqa, bado itakuwa pale pale mtume na nani? Na mwanawe, lakini wote mitume watupu. Hakuna fulafula hata mmoja katika nyumba za msikiti ile, hakujengwa na mtu tu wa kawaida wewe kalla dhalla. Kwa nini alipelekwa? Allah na alim linuriyahu min ayati alladhi barakna haula, msikiti ambao tuliweka baraka zetu, tuliubariki sana pembezoni mwake. Wanasema ni msikiti ambao Allah subhanahu wa ta'ala amejalia miti mizuri yenye kuvutia na yenye matunda mazuri, lakini pia ni msikiti uliozungukwa na mito. Barakna haula. Wengine wanasema kwa nini Allah amesema barakna haula? Lianna ash-Sham maqarrul anbiya wal mursalin, kwa sababu Sham ndiyo kitovu cha manabii. Manabii wengi wametoka wapi? Sham. Ndiyo maana akasema barakna haula. Nyie kwenu kijijini kwenu Kondoa uko wapi? Wametoka nani? Katoka bibi yako Likiboko wa wanga wote. Unajua kwenu kuna nini? Nako unakaa katika kijiji, kwenye kijiji chenu kiasili hata shehe hajawahi kutoka. Yaani kijiji hakina hata shehe. Lakini toka ianze Tanzania wanatoka wabunge, kijiji chenu hajawahi kutoka mbunge. Soma kwa kinusuru kijiji kipate baraka. Wewe msomi mmoja ukienda kwenu pale unakikomboa kijiji. Fanya ibada, uwe katika wacha Mungu, unakinusuru kijiji chako, kwa sababu wewe ni katika watenda ibada, umetoka kijiji fulani, umekiokoa. Kijiji hakina mcha Mungu, kijiji hakina shehe, kijiji hakina mtume. Shehe kijiji chenu cha namna gani hicho? Alladhi barakna haula linuriyahu min ayatina, ili tupate kumuonesha Muhammad baadhi min litab'ith. Ina maana safari ile Mtume sallallahu alaihi wasallam akuona miujiza ya Mwenyezi Mungu yote, bali aliona baadhi tu, si yote. Kwa maana Mungu akasema min, hiyo min hapo inaitwa min tab'idhiyya, ili tupate kumuonesha huyo Muhammad min ayatina, baadhi tu ya miujiza yetu. Na kaoneshwa, kaona muujiza wa kwanza, chombo alichokitumia yule mnyama peke yake ilikuwa ni muujiza. Kwanza ni mnyama, kuonesha ni muujiza. Mnyama mwenyewe ana mbawa, unaona muujiza, mnyama lakini yuna nini? Mbawa. Pili, ana mbawa. Kawaida ya mbawa hukaa mbavuni, mnyama huyu mbawa zake zipo kwenye mapaja. Mpo hai? Watu wengine wanatoa macho tu. Mmekuja kupoteza saumu. Mungu ajalie saumu zetu zisipotee. Na watu wengine wapo hapa wanapoteza saumu. Kwanza ni nani? Mnyama. Lakini kuonesha ni miujiza. Mnyama mwenyewe ana nini? Mbawa. Sawa, ana mbawa. Kuonesha ni miujiza. Mbawa zenyewe ziko wapi? Mapajani. Tatu katika miujiza, mara nyingi wanawaambia ingekuwa buraku ndio refari kwenye mechi, hata yule jamaa wa jana penalty asingefunga. Maana tunaambiwa mnyama mwenyewe sifa yake yadau hafirahu inda muntaha tarfi, anakanyaga hatua ya kwanza linapokuishia kuona jicho. Akienda angani pap, katupa jicho Morogoro namba 1, hatua ya kwanza. Sasa naambie mpaka zifike 12 wapi? Si Marekani? Maana yake buraku kama ingekuwa safari ya kutoka Dar es Salaam mpaka Mtwara, ilikuwa ni hatua 2 kafika, hatua 2 karudi. Ina maana anakwenda Mtwara na kurudi hata dakika 1 haifiki. Na wewe unajua, kwa wale ambao wamebahatika kupanda ndege, ukiwa angani, hata ndege hizi za kawaida zinaanza safari baada ya kwenda juu kwa masafa fulani kutoka kina cha bahari. Sikusudi waliopanda ungo, nasema ndege. Wale waungo watasema wenyewe.
Sasa buraku akienda pap, hatua ya kwanza yuko Ndundu Rufiji, hatua ya pili tauni Mtwara kafika. Na pengine moja hiyo hiyo, miujiza si miujiza, tusikae kuendelea kutaja, maana kuna miujiza mingi itakuwa tunatoka kwenye sura yetu. Mungu anasema linuriyahu min ayat, baadhi tutupate kumuonesha Muhammad ya miujiza yetu, na kaona innahu huwa as-sami'ul alim, hakika yeye Allah, yeye. Mara nyingi wanasema usipunguze kitu. Haya maneno sio ya babako, haya maneno ni ya Allah Rabbul Izzati wal Jalali, na mwenyewe kataka yawe hivi. Hakusema innahu sami'un basir, ameiweka hiyo dhamirul fasli taakidi madhmuni aljumla, innahu huwa, alafu hiyo habari akaileta ikawa ni muarraf. Kwa hiyo ni muarraful juz'ain. Qur'ani inasomwa hivyo bitadabburi wa tadhakkur. Kwa nini imekuja innahu, hakika yeye Allah, huwa, yeye hasa. Wakatoa mfano kule katika Bakara, antum haulai, umeona ile Mungu mwenyewe kataka yeye, nyie hawa. Nasikia Qur'ani ipo kwa tamu. Wewe unaweza ukasema iltifati kama unaposema wa Masai, mimi anakuja, mimi anajua. Antum, nyie hawa. Mungu kataka iwe hivyo. Sasa tazama hizo mukabara uone kwa nini Mungu kataka. Innahu, hakika yeye Allah, huwa, yeye hasa, as-sami'u, ni mwenye kusikia maneno ya waja zake, al-basir, na mwenye kuona vizuri matendo ya waja zake. Aya kwanza tumpaka 11 si leo. Wa ataina Musa alkitaba, Allah anasema na tukampa Musa kitabu, wa huwa at-Taurat, wa huwa at-Taurat. Tukampa Musa kitabu nacho ni Taurat. Ikiwa ni hivyo, alif na lamu iliyoingia katika kitabu ni al-ahdi adh-dhihni. Na tukampa Musa kitabu cha Taurati, waja'alnahu hudan li bani Israil, na tukakifanya kitabu hicho ndiyo dira ya maisha ya watoto wa Israeli. Israel ni nabii Yaqub. Ukisikia anatajwa Israel, neno Israel ambayo ni Kiyunani maana yake mutaabid au Abdullah. Israel, mchapa ibada, mja wa Mungu, ndio Israel. Naye ni nani? Yaqub, ambaye Yaqubu katoa makoo 12. Ndio mnasikia kwamba Nabii Isa wao wakamwita Yesu ametumwa kwenye mataifa mangapi? 12. Kizazi cha Israeli. Israeli mwenyewe ni nani? Yaqub alayhi wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam. Wa ataina Musa alkitaba, na tukampa mtume Musa kitabu cha Taurati, waja'alnahu hudan li bani Israili, na tukakifanya kitabu chake Musa ambacho ni Taurati ndiyo mwongozo wa maisha yao, kizazi cha Yakub, kizazi cha Israeli. Kwa nini? Alla tattakhidhu min duni wakila. Kwa hiyo ikiwa alla tattakhidhu itakuwa ni iltifati, ilitosha kuwa alla yattakhidhu. Qiraa ya Abu al-Aliya lianna al-kalama minhum, akasoma alla yattakhidhu. Tukisoma alla tattakhidhu al-kalamu ala taqdiri wa qulna lahum alla tattakhidhu, na tukawaambia nini? Alla tattakhidhu min duni llahi min duni wakila, na tukawaambia msijifanyie tegemezi kinyume changu mimi Allah. Yani Mwenyezi Mungu aliwaambia nakupeni kitabu cha Taurati na mtume wenu ni Musa, na wala msitafute mtawala na tegemezi katika maisha yenu kinyume cha nani? Cha Allah. Chukueni mafundisho kutoka katika Taurati. Tegemezi la maisha yenu, kazi zenu, biashara zenu, vilimo vyenu, tegemezi lenu liwe ni nani? Allah. Na sisi Waislamu tukaambiwa kupitia Qur'an, wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Ndivyo sivyo?
kwa Mungu tu ndiko wanatakiwa wategemee nani? Waumini. Kuswali kote brother, unaposwali anakuja mtu kwa kujisifia mchawi, anakushika anakutisha kidogo, shekhe unanyongonyea kama Python. Itikadi yako bado. Kama inafika wakati unamuogopa mwanga, na naamini humu hamna, kwa sababu mpaka mnaingia humu mwanga hamna, sote si alhamdulillah. Manake hata Ibilisi si ndio kiongozi wa mashetani wote na ndio kiongozi wa wachawi wote. Mungu alimwambia Ibilisi, inna ibadi laysa laka alaihim sultan, waja zangu wa kweli wewe huna uchochoro wa kuwatawala. Sasa unamuogopaje? Yani wewe Ibilisi mwenyewe ukiwa mja wa sawa sawa, wewe hakuwezi hata kuogosa, watakuweza hawa min sharri alwaswasi alkhannasia. Shehe mzima anamuogopa mwanga. Lakini si kawaida yetu. Mungu anatutisha mpaka kwa mbu. Unajiuliza, huyu mbu angefika ukubwa, mbu huyu angefika ukubwa wa paka ingekuwaje? Maki kidudu kama hivi ndio Mungu kashakiwekea sumu za hatari, ndio lingekuwa linapita juu kama paka lilivyo. Bwana, Mungu anatisha. Hii ndio itikadi. Masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Atakalo Allah ndilo linalotokea, na asilotaka haliwezi. Allah tattakhidhu min duni wakila. Huu ndio ujumbe wa Allah kuanzia huko nyuma, tokea kwa Waisraeli. Msijifanyie tegemezi la maisha yenu kinyume changu Mungu wenu. Allah anawapa ujumbe, mimbabi iyaki ani fasma'i ya jara. Kwa balagha anasema maneno haya yanaingia katika mlango naye kukusudia wewe, sio Mwisraeli. Allah tattakhidhu min duni wakila, ishini hivyo. Na sisi tukaambiwa na Mtume Muhammad, kila hatua dua, kila hatua dua, hata ikiwa ya Kiswahili. Mara moja tulisema hapa kwenye muhadhara, na rafiki yangu yupo pale, na watoto zenu nawaombea Mungu awanusuru. Wewe unakumbuka mwanao kaenda shule na karudi shule, khalas, asubuhi umuombei mwanao hata ikiwa kwa kindengereko, lakini muombe nani? Waombeeni watoto zenu, ziombeeni ndoa zenu, ziombeeni kazi zenu, ziombeeni biashara zenu. Allah tattakhidhu min duni wakila, yani maana yake unamtegemea Mungu kwenye kila lako, sio tena wanengereko wenzangu wanongoa pae, wanongoa kunani, huko nakokwenda mjomba siko. Tuko hai. Dhurriyata man hamalna mansubun ala nida. Mwenyezi Mungu akawaambia dhurriyata man hamalna, ay ya dhurriyata man hamalna ma Nuhin, enyi kizazi cha wale ambao tuliowaokoa kwenye jahazi pamoja na Nuhu. Maana yake ni kwamba sisi sote tunatokana na kizazi cha nabii nani? Nuhu. Kwa nabii Nuhu alipoingia kwenye jahazi na watu wake wema, maana yake tulikuwa migongoni mule mwa wale watu, sivyo? Dhurriyata man hamalna ma Nuhin, enyi kizazi cha wale ambao hamalna ma Nuhin, tuliowabeba katika jahazi pamoja na Nuhu. Tuliwaambia nini? Kwa nini? Nuhu innahu kana abdan shakura, wal kalamu ala al-hathi. Maana yake nini? Ushkurullah. Kuna maneno yameondoka. Enyi kizazi cha wale ambao tuliowaokoa katika jahazi pamoja na Nuhu, mshukuruni Mungu katika kila jambo, mshukuru Mungu. Tunatakiwa tudumu katika kumshukuru nani? La in shakartum la azidannakum. Tukijenga utaratibu wa kumshukuru Mungu, Allah atatuzidishia neema. Kama sio hii ataleta ile, kama sio ile hatuna tabia ya kumshukuru Allah. Innahu kana abdan shakura.
hakika Nuhu alikuwa ni mja mwingi wa kushukuru. Wanasema kana Nuhun alayhi salatu wassalam idha akala ta'aman au shariba sharaban au labisa thawban qala alhamdulillah. Nuhu ilikuwa utaratibu wake, akila chakula chochote, sawa kashiba ama hakushiba, kilikuwa katika vyakula vitamu sana ama cha kawaida, kama ndio Ramadhani umeftari magimbi kwa tambi kwa tende ama miogo kwa pilipili, chochote ulichokila mshukuru Mungu. Nuhu alikuwa hivyo, chochote anachokula akimaliza anamshukuru Mungu, chochote atakachokunywa hata ikawa togwa anamshukuru Allah, akivaa nguo yake nzuri ama ya kawaida anamshukuru Mungu. Lakini sisi tukivaa tunajisifia wenyewe, tukila tunajisifia wenyewe, wajanja wa kutafuta pesa, kwa maana wanaokula vyakula vya kawaida tunawaona wazembe. Subhanallah, ni kibri mbele ya Allah. Innahu kana abadan, Nabii Nuhu alikuwa ni mja mwingi wa nini? Wa shukurani kwa Mwenyezi Mungu. Wewe mzee, hivi unamshukuru Mungu kwamba mpaka leo na miaka 70 upo hai? Kwani hakuna wenzio uliocheza nao utotoni washakufa? We mpaka leo bado upo, mshukuru Allah. Na we kijana, una watoto wenzio ulicheza nao kombolela huko utotoni ukiwa na miaka 5, 6, 7, 8, 9, wameshakufa. Au na wenzio uliokuwa nao utotoni sasa hivi walevi wa kupindukia, wahuni wa kupindukia, wewe wapatikana msikitini, wamshukuru Allah. Innahu kana abadan shakura. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. Neno qadha, muda hautoshi, linakuja katika Qur'ani kwenye maana 4. Neno qadha linakuja kwa maana 4 ndani ya Qur'an. Hatuwezi kuchambua kwa kina kwa sababu tukimbizana na muda. Laweza likaja neno qadha likawa maana yake kuhukumu, wa qadha wa hakama. Laweza likaja ndani ya Qur'ani neno qadha bimaana amara. Laweza likaja neno qadha ndani ya Qur'ani likiwa na maana ya qassa. Laweza likaja neno qadha ndani ya Qur'ani likiwa na maana qatala au halaka faqadha alayhi. Tungeweza kuleta mifano ndani ya Qur'ani lakini muda si rafiki. Hapa wa qadha rabbuka wa qadayna ila bani Israil, afwan, ay wa qasasna, na tuliwasimulia, tuliwaambia watoto wa Yakubu wa Israeli. Na hapo anaposema anawakusudia Mayahudi. Anakusudia nani? Mayahudi. Aliwaambia nini? Fil kitabi, ndani ya maandiko matukufu. Ikhtalafa alulama fi tafsiri hadhihi alkalima. Qala alba'd fi alkitabi ay fi kitabi nabiyihim Musa, وقال البعض إن معنى هذه الكلمة في الكتاب أي لوح محفوظ. zote ni maana mbili. Ndani ya kitabu cha mtume wao au fil kitabi, na ikiwa kitabu kwa maana lauhi mahfudh, basi hapo ilipo fi na kuwa na maana ya min, ay min alkitab, tokea katika lauhi mahfudh. وقضينا إلى بني إسرائيل, na tuliwasimulia. Na unaweza ukafasiri kwa maana ya pili, tulisha hukumu kwa Waisraeli fil kitabi, tokea katika lauhi mahfudh, nini? La tufsidunna fil ardi marratayn, kwamba wallahi
mutaleta ufisadi katika ardhi ya Sham. Fil ardi ay ardu Shami, katika ardhi ya Sham, Palestina, kabla Waspeni hawajaigawa na kuzitoa nchi zote, kwa sababu ile yote ilikuwa ni nchi moja ikiitwa jina lake Sham. Waspeni ndio waliokuja kugawa, na wakati huo walikuwa wakijulikana kwa jina la Andalus. Ikatoka Palestina, Syria, Lebanoni, Iraki, Iran, yani lile lilikuwa ni kama bara lote ndio lilikuwa likiitwa Sham. Muda hautoshi. Mungu awaambia kwamba ninyi Waisraeli Mayahudi, la tufsiduna fil ardi, kwa hakika mtaleta ufisadi katika ardhi yenu ya Shamu mara mbili. Mtafanya mambo mabaya kabisa katika nchi yenu. Mara ngapi? Mara mbili. Wanasema wanawachuoni marratain. Ufisadi wa kwanza ni kuja kuikataa Taurati, na ufisadi wa pili ni kuja kumua Mtume Yahya ibn Zakaria. Wengine wanasema la, marratain, ni kumuua Mtume Yahya na kufanya jaribio la kutaka kumuua Mtume Isa. Mara ngapi hizo? Zote. Nyinyi mtafanya haya mara mbili. Matukio makubwa kabisa yatamkwaza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala ta'alunna, na wallahi mtakuja kuleta kibri, uluwan kabira, kibri kikubwa sana. Unajua suala la kuchana kitabu cha Mungu sio kibri kikubwa. Wala ta'alunna uluwan kabira, walichana na wakachoma moto Taurati ya Musa. Mpaka leo hakuna Taurati, ni kibri ya hali ya juu. Sasa hivi kuna nini? Kumbukumbu ya Taurati. Hakuna Taurati. Baada ya kuona matukio na zile adhabu Mungu anawapiga, waliitana, wewe unakumbuka ipi? Wewe unakumbuka nini? Kwa hiyo waliandika kila mmoja kile anachokumbuka, na ndio maana yaitwa nini? Kumbukumbu ya Taurati. Taurati yenyewe ilishachomwa moto. Wala ta'alunna uluwan, Mayahudi watu wabaya sana. Mtakuja kuleta kibri ya hali ya juu, kuchana kitabu cha Mwenyezi Mungu. Fa idha jaa wa'du ulahuma, itakapofika muda wa tukio la kwanza kati ya mawili hayo. Mungu amewaambia watafanya matukio mawili mazito ya ufisadi. Sasa Allah anasema itakapofika muda wa tukio la kwanza lake kati ya hayo mawili, ulahuma, ukifika muda wa kufanya hivyo, ba'athna alaykum ibadan lana, tutawaleteni ninyi waja zetu, uli ba'sin shadid, wenye balaa kubwa. Wakiamua kukichafua wanakichafua kisawasawa. Na walivamiwa na Bikhtanassar, mtawala huyu akiitwa Bikhtanassar aliwavamia, alitandika. Walipofanya walipigwa kisawasawa. Mungu anasema mkifanya la kwanza, ba'athna ibadan lana, tutawaletea waja zetu, uli ba'sin shadid, wenye balaa, wenye nguvu za ajabu kabisa, hawana maskhara. Watawatandikeni mwisho wa siku, alkalamu ala alhafi, fajasu khilala diyar. Baada ya kuwatandika, wataanza kufanya ukaguzi katika chochoro zote za nyumba zenu. Je, kuna aliyesalia? Fajasu khilala diyar. Baada ya kuwakumuta
watafanya ukaguzi katika chochoro za nyumba zote, kuna aliyesalia. Wakana wa'dan maf'ula. Na hiyo imekuwa ni ahadi yenye kutimizwa, lazima litokee. Kikubwa tunasoma ndugu zangu katika imani, Allah Mwenyezi Mungu abakizwe katika umungu wake. Jamani, Allah anatisha, hakisema haliendi kinyume. Mwenyezi Mungu anapotusimulia kisa cha Waisraeli, Wayahudi hawa, anakusudia tuwe makini na yale ambayo Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakayotuambia, tuyashike, yatatukuta. Ukileta ubishi yanatokea. Kwani Mtume Muhammad akuongea na Waislamu pale Madina aliwaambiaje? Ma'shara al-muhajirin khisalun khamsun, enyi Waislamu wageni wahamiaji kutoka Maka na wenyeji pia, mabwana, kuna mambo matatu, mambo matano. Najilinda kwa Mwenyezi Mungu hayo yasikufikeni. Matano hayo ni balaa. Mtume alituambia, masahaba walisomesha mpaka yamefika wakati wetu. Na katika hayo Mtume la kwanza aliwaambiaje? Lam tadhhari alfahishatu qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Ili moja tu, uchafu hautasambaa katika jamii mpaka ikafika wakati wanahamasishana uchafu. Ikifikia hapo, najilinda kwa Mwenyezi Mungu, msifike wakati huo. Alisema ikishafika hapo mpaka watu wanatangaziana, kitachotokea ni nini? Illa fasha fihi muta'un, isipokuwa lazima itaenea na kuwakumba maradhi ya mlipuko kwa sababu ya maasi machafu, mpaka tunatangaziana. Mtume aliwaambia mtapigwa na nini? Magonjwa ya mlipuko, wal auja'u allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw, na maradhi ambayo hayajapata kutokea kwa wazee wao huko nyuma. Leo kuna magonjwa mpaka majina ya gari, corona. Yani hii ndio corona, sijui ikija Bedford itakuwaje au ikija Scania. Tulihamanika dunia nzima na corona. Hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu. Watu wamekaa katika kijiwe cha Al-Qasus, wanaoneshana, muona baradhuli yule habari kubwa, yule baradhuli yule, watu wanaelekezana, yule fundi yule, yani wanatangaziana uchafu. Ndio haya yanatukuta. Kuna magonjwa kila miaka yanakuja, kaja Sayyiduna Kaswende, kaja kisonono, kaja nani, kaja ukimwi, sasa corona. Hapa katikati nimesikia kuna ugonjwa mwingine unaitwa nini sijui, hata ueleweki. Watu wamekaa kusema jina lake hilo, subirini linakuja Scania 104 si 111. Sababu yake nini? Mtume kasema ikifikia machafu haya yanaenea mpaka wanahimizana, wanahamasishana, shoga tutoke usiku, kuna hela huko, wanavaa vinjunga, tunalazimishwa mitaani huku. Na Mtume alisema fataku dunia wataku nisaa,
ogopeni sana balaa la dunia na waogopeni wanawake. Wanawake kiboko. Wanakutana na imamu swala zote, lazima atashtuka mwanadamu huyu. A'udhu billahi inakuja baadaye. Allah, altendo a'udhu billahi minashaitani. Lazima ashtuke, si mwanadamu. Tusidanganyane hapa, hata wewe utashtuka kimaumbile. Kutoka umbika, alafu ndio a'udhu billahi minastaghfirullah. Lakini ulishtuka. Watoto zetu wanahamasishana. Tunafahamiana wakana wa'dan maf'ula. Imekuwa ni ahadi yenye kutimizwa. Kwa wameambiwa wale ndio tuambiwa sisi. Tukienda kinyume tutaendelea kukiika. Wenyewe watu wa akida wanasema, siku moja nilisema hapa, wengine wasinielewe vibaya. Ya mimi nafundisha watu dini. Tu akida wenyewe wana maneno wanasema inna Allaha yufa'ilu liyamfa'ila. Ufika wakati Mwenyezi Mungu akalifanyisha jambo ili litokee jambo. Nyinyi nyote mliokuwa humu ndani na waliokuwa nje, laiti tungetangaza Tanzania tumeamua sasa rais awe mwanamke, hayupo angekubali, wote mkapigoma. Lakini Mungu kafanyisha sasa, nataka Tanzania rais awe mwanamke kupitia katiba yenu. Rais akifa, makamu ndio anakuwa rais. Rais mwenyewe akateua, mimi mgombea mwenza mwanamke. Kateua mwenyewe, wala tukumteulia sisi. Maana yake Mungu kamfanyishia, we nenda utakufa, alafu huyo anapanda, hakuna wakubisha. Sizungumzi siasa, msije mkashtuka. Yanaeleza mambo ya Mungu, wakana wa'dan, na wote tukapiga makofi, tumemkubali Mama Samia. Mjomba kakaa juu, chini yake kuna Mama Samia. Imefika Mungu muda aliyoupanga mjomba aondoke, Mama Samia wala kusubiri atangazwe, kajitangaza mwenyewe. Khalas. Wakana wa'dan maf'ula. Ndio mpango wa Mungu. Shekhe, Mungu asijalie hivyo Lakini kakaangu hapa, kama Mungu kapanga aondoke nije mimi kwa imamu hapa, litatokea lolote lile. Anaweza akaanza mtu pengine anayempenda imamu, tumuelewi kwenye michango, mimi sijamuelewa, basi nakwenda unawaka ondolewe. Nani tukimuondoa anakuja nani? Msiwanda nakuja mimi. Mungu ashapanga jomba huko. Wakana wa'dan, yani mnatakiwa msome katika maisha yenu ya kawaida. Qur'ani mnapoisoma muirejeshe katika maisha. Hakuna kitu kitamu kama madaraka. Al-insanu asirul hawa. Al-insanu mwanadamu siku zote anakuwa teka wa mambo mazuri. Ulipofika muda wa mwisho, Mungu anasema Nyerere basi mwenyewe akushauri mtu, alisema nang'atuka. Mzee vipi? Nang'atuka baba wa taifa. Na wengine kulia walilia, wengine walisusa kula, baba wa taifa anang'atuka. Sio yeye, muda ulishafika, wakana wa'da maf'ula. Sasa Nyerere toka anakuja. Nyinyi mnanielewa? Kwa hiyo mtu asije akakaa katika lolote akadhania anakaa milele, akadhani anajiendesha mwenyewe. Muendesha wa yote ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma radadna lakumul karrata. Kisha mkishapigika tutawarejesheeni nguvu zenu. El-karra wa ubira bil madhi tahaqquqil wuqu'. Mungu akusema thumma sanarudu ilaikum karra, katumia pasti madhi kana kwamba ishatokea. Thumma radadna, kisha kwa hakika tutakurejesheni nyinyi el-karrata, pawa yenu, nguvu zenu, alaihim, dhidi ya hao maadui zenu. Maana itafika wakati na nyinyi mtawapiga, alaihim, dhidi yao. Wa abdadnakum bi amwalin wa banin, na tutawazidishia, mtakuwa mnamiliki mali nyingi na watoto wengi. Unaona Mungu alibidua leo katika masala ya jawasis, ufukunyuku, uchawa, mnaita nini, upelelezi. Mayahudi ndio wanaongoza dunia nzima. Sasa Mungu kashasema thumma radatna lakumul karra, kisha nguvu nitakurejeni alaihim, dhidi ya hao nyinyi mtakaa juu. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin,
na tutawaongezea mali na vizazi. Mayahudi wanazaana kama kunguni, mkiua hawa wanakuja wengine. Ya muadin wa bani, nayo ni majazi Musa, alaka yake min dhikri al-ba'd wa iradati al-kull. Wametajwa watoto banini, wanamume, lakini na wanawake pia. Hakutaka kusema amdannakum bi amwalin wa banina wa banati, tosheka hiyo hiyo majazi Musa, min dhikri al-ba'd wa iradati al-kull. Waja'alnakum akthara nafira, na tutakufanyeni ninyi kuwa ni wengi zaidi kwa kundi lenu, yani mtakuwa na kundi kubwa kuliko wao. Waja'alnakum akthara le nafira tamyiz, tutakufanyeni ninyi ni wenye kuzidia sana kwa kundi lenu. Mungu akawaambia kama ambavyo na mimi nawaambieni waislamu wenzangu, in ahsantum ahsantum li anfusikum, mkiamua kufanya mazuri jueni mwajifanyia wenyewe. Mkiamua kutenda mema tambueni mwatenda kwa ajili yenu wenyewe. Wa in asa'tum falaha ay fa alaiha, na mkiamua kukichafua kuishi vibaya basi mwajikandamiza wenyewe. Maana yake wanaambiwa sasa Mayahudi, baada ya kuchapwa mkiamua kujirekebisha mkaishi vizuri ni kwa ajili yenu, tatoboa. Lakini mkiona mmepata mkarudia tena ubaya, hamtakiona cha moto. Ndio maana yake fa idha jaa wa'dul akhirah, utakapofika muda wa sasa wa lile baya la pili, lile lilikuwa moja tu tulisema Mungu amesema wao watafanya ufisadi mara ngapi? Mara mbili. Ile ya kwanza fa idha jaa wa'dul akhirah, itapofika muda wa lile baya la mwisho ambalo ndio la pili, liyasuu wujuhakum, ili wapate kuja kuwakera viongozi wenu na nyinyi wenyewe, kwa maana nyuso zenu. Waliyadkhulul masjida, na ili wapate kuvamia msikiti wa Sham kwa mara nyingine. Waliyadkhulul masjida, wale kina Bikhtanassar, na ili wapate kuvamia tena Baitul Maqdis Palestina, kama dakhaluhu awwala marra, kama walivyovamia hapo kwa mara ya kwanza. Waliyutabiru ma alau tatbira, na ili wafanye uharibifu ma alau, na ili wafanye uharibifu kwa vile walivyojifanya kuwa wao ndio babu kubwa, tatbiran, kwa uharibifu mkubwa. Muda wetu mwisho sana na nusu, ndio hiyo. Asa rabbukum an yarhamakum, mkiacha ubaya huenda Mola wenu atawahurumieni. Wa in udtum udna, na mkirudia tena ufedhuli nasi tunarudia. Wanachuoni wanasema wa in udtum udna, mtume alipohamia Madina Mayahudi walirudia tena, wakakong'otwa tena kipindi cha Mtume Muhammad. Makoo matatu makubwa, makabila matatu makubwa ya Kiyahudi walichapika: Banu Kainuka, Banu Mustalaq na wale nani, Banu Nadhir, ambao habari zake zimekuja kule, ma qata'tum min linatin au taraktumuha qa'ima. Wale ni Mayahudi. In'udtum udna, na mkirejea tena ufedhuli, Allah anawaambia tunarudisha tena mkong'oto. Waja'alna jahannama lilkafirina hasira, na tumefanya moto wa Jahannam ndiyo gereza kwa ajili ya makafiri. Gereza la makafiri ni nini? Jahannam. Ay waja'alna jahannama hasiran lilkafirina, waja'alna jahannama lilkafirina hasira, tukaifanya Jahannam kwa ajili ya makafiri ndiyo gereza yao. Tunalazimisha kidogo tufikie kwenye aya 11. Inna hadha alquran, hakika hii Qur'ani, yahdi lillati, inawaelekeza watu na kuwaongoza kwenye mambo ambayo hiya aqwam, hayo ni muhimu sana. Hakuna, ndio maana huwa tunawaambia ndani mwa Qur'ani
hakuna kilichotajwa ndani ya Qur'ani isipokuwa ni kitukufu moja. Chochote kilichotajwa ndani ya Qur'ani ni kitukufu au ni ishara ya utukufu au kilipinga utukufu. Moja ya matatu. Kila unachokiona ndani ya Qur'ani ni kitukufu, na kama sio kitukufu, ishara ya utukufu, na kama sio hivyo, kilipinga utukufu. Leo ndani ya Qur'ani katajwa mpaka nyuki, ishara ya utukufu. Katajwa mbu, ishara ya utukufu. Katajwa tembo, ishara ya utukufu. Ametajwa buibui, ankabut. Sio? Yani usipuuzie kilichotajwa ndani ya Qur'ani. Ukisema Mungu sasa inakuwaje hakuona vya kuvitaja ndani ya Qur'ani aje amtaje mbu? Inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udata fama fawqaha. Inakuwaje dunia kuna watu wanatajirika kwa sababu ya mbu? Kuna watu wanakufa kwa sababu ya mbu. Kwa hiyo usione bure bure tukatajwa mbu ndani ya Qur'ani. Katajwa sisimizi, mnamwita nyenyere, Kizaramo hicho. Sisimizi katajwa ndani ya Qur'ani. Mende na ukubwa wake kutajwa. Inna hadha alqur'ana, hakika hii Qur'an, yahdi lillati, inawaelekeza watu, inawaongoza watu kwenye mambo ambayo hiya aqwamu, mambo hayo ni muhimu kweli kweli. Kila unachoelekezwa kwenye Qur'ani kishike, wa ila utaharibikiwa. Kila unachokatazwa kwacho ndani ya Qur'ani achana nacho, wa ila utaharibikiwa. Yahdi lillati hiya aqwam. Lakini na kazi nyingine Qur'ani imekuja kufanya, wayubashirul mu'minin. Qur'ani huwa inawapa taarifa njema waumini. Qur'ani huwa inawapa taarifa njema waumini, alladhina ya'maluna salihati, wale ambao wanadumu kufanya mazuri. Mabwana, hapa salihati sio kuswali na kufunga tu, mpaka kuishi vizuri na watu wenzio, mpaka kufanya kazi na kulima ni katika salihati. Usije ukadhani mazuri ni kuswali tu peke yake alafu na dhulumu vya watu. As-salihati ni'am aljamu walfardu almu'arrafani billami kalkafiri walinsani, katika mlango wa amu kwenye usuli fiqh. As-salihati yani kila lililozuri wanafanya, wanapewa bishara na Qur'ani. Bishara yenyewe inasema anna lahum ajran kabira, hakika stahiki ya wao. Anna lahum, lamu istihqaqiyya, anna la inaitwa lamu istihqaqiyya. Hakika haki ya hao waumini, ajran kabira, watapata malipo makubwa. Mtume Muhammad alipokuwa anawasimulia masahaba pepo, aliwaambiaje? Fiha ma la ainun ra'at, ndani ya pepo kuna vitu ambavyo hakuna jicho lilipata kuona vitu kama hivyo. Wala udhunun sami'at, na wala hakuna sikio lilipata kusikia vitu kama hivyo. Wala khatara ala qalbi bashar, wala hakuna mwanadamu aliyepata kuhisi kutakuwa na vitu. Yani kila ukifika unachanganyikiwa, unataka ukakae kwenye kochi, ukae kwenye sturi, ukae kwenye kitanda, urukie bembea, hey, zote zangu ndio. Alafu sikwambia umademu tena we ndio. Sasa unakasirika nini? Mademu ndani. Wakawaiba azaba, tena Mungu anasema vichanchede wabichi peponi. Na hawa wake zetu, mama zetu, bibi zetu, Mungu kawapa ofa, atawabadilisha. Si vizee, sababu peponi atakiwi mzee Mungu katangaza ofa, atawatunukia. Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkaran urban atraba. Mungu atawamodify hawa wazee, akina mzee Nyamatindwa, Mungu atawabadilisha, watatoka vyuma kama sio kile kibibi. Lakini kwa ufundi wa Mwenyezi Mungu sura haitakupotea. Unamuona yule bibi peponi,
karejeshwa katika ghayat ash-shabab, ndio wakawaiba atraba, na visichana vibichi. Kakaangu ila lishaweja anasema ukitupia koti linakaa kwenye chuchu kipozea. Wakawaiba atraban, wallahi haya yote Mwenyezi Mungu anayaweka peponi. Kuna kila aina ya kinywaji, na waambia watu wao hujawahi kunywa juisi ya pilipili, peponi ipo. Juisi ya maboga peponi, kila kitu. Mungu alichosema ni ma walakum fiha ma, hiyo mayo ndio kila kitu tena, na mutapata ndani ya pepo hiyo kila kile ambacho nafsi zenu kinatamani. Kila ambacho nafsi inatamani unapata. Na bongo la huko sio bongo la huko, unyo unaziba pua akishatema kashasau katema upande gani. Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuwe katika waja wa peponi. Annalahum ajran kabira, wala usisi adhabu funga yako ndugu yangu katika imani, ifurahie funga yako, bali sikitika Ramadhani inakwisha. Furahi, kuna malipo makubwa sana. Annalahum ajran kabira. Unanungunika nini bwana? Ajabu ndugu yangu katika imani, Ramadhani inakwisha, hujaamka usiku kuiombea familia yako, kujiombea we mwenyewe, kuwaombea wazazi wako, kuiombea kazi yako, biashara yako, shamba lako. Wewe unalalala. Amkeni ndugu Waislamu, jiombeeni. Hii ni ofa Allah katupenda. Nyie wenyewe mnajua msikiti mlikuwa na watu wangapi mwaka wa mnao tena. Hatujui kama mwakani tutafika tena. Ukipata ofa hapo hapo itumie. Watu wa adabu wanasema idha habbat rihu kafagta minha fa inna likulli khafiqatin sukuna. Upepo wako mzuri ukivuma baba, utumie hapo hapo. Kila unachokiona cha pepea ufika wakati kikafanyaje? Kikatulia. Umepata kazi, wapata mapesa huko TRA, bandari, wapi? Tafuta kibanda upate kwako. Ukifukuzwa kazi utaenda kwa shemeji yako ukumbini. Wakikwambia amka mapema, unasema wanajidai na nyumba zao. Wewe ulipata pesa, uliweka kwenye mfuko wa shati jeupe mbele, mademu waone. Ukutumia fursa maskini. Mwenyezi Mungu atuongoze sisi na vizazi vyetu. Wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirah, na hakika wale wote ambao hawana imani kwamba kutakuwa na akhera, a'tadna lahum adhaban alima. Watu wa balagha wanaita mukabala. Kataja watu wa peponi, sasa anataja watu wa ovyo. Wale wote ambao hawaamini kwamba kuna akhera, wakaishi maisha wayatakayo. Shekhe, tunaswali muda mwingine unatutokea mtihani 2000 inachungulia katika suruali, kuna mtu anajifanya kama anajikuna. Allahu akbar. Imani imemtoka kwa 2000 inayochungulia katika mfuko wa mwenziwe. Asubiri swala ikaisha, akamwambia ndugu yangu weka vizuri pesa. Wapo watu wanaiba msikitini. Mungu katangaza walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Wale ambao kila kukicha wanawaudhi Waislamu. Tunanunua balbu, wewe unakuja unaiba. Tunanunua ndara chooni, unakuja unaiba. Kwa lugha ya kawaida hao wamelikoroga. Mungu anasema wamelikoroga, na wasubiri tena, wana rundo lisilo na hesabu la dhambi. Wewe umeona hakuna pa kuiba ila msikitini. Subhanallah. Msikitini anatokea hayatokei. Hivi kweli tungekuwa tuna imani madhubuti, tumuogopa Allah, tungeswali na mifuko ya ndala huko? Kila mtu kakumbatia sendozi yake. Anakwambia habari ya mjini kama maneno ya Mzee Jongo marehemu, mchezo wa redio wa zamani Mzee Jongo alikuwa na kiraju chake, sio aya ile. Anasema manzara banafusi la yabuki. Yani ndio manzara banafsahu la yabuki. Mzee Jongo yule wa maigizo alikuwa anasema manzara banafusi la yabuki, mwenye kujipiga mwenyewe ali. Wewe acha sangozi, ukirudi hakuna, anasema namwachia Mungu. Watu wanakwenda wanachukua. Watu wenye imani ndogo, la yu'minuna bil akhirah, hawana imani ya siku ya malipo. Allah anasema a'tadna lahum adhaban alima.
Watu kama hao tumewaandalia adhabu inayoumiza kupita maelezo. Tunafunga darsa wa yad'u al-insanu bishari. Mwanadamu hufika wakati akajiombea mabaya. Mwanadamu hufika wakati hujiombea mabaya. Anadaiwa pride finka kwa Mchaga na Mpemba, anatamani kufa. Anakwambia bora nikapumzike. Unaenda kupumzika? Aliyekwambia huko watu wanapumzika tu hivi kizembe zembe nani? Bora nikapumzike. Tunaongopiana kapumzike kwa amani. We. Kuna kupumzika kwa amani huko? Kuna vifuti, makonzi, ngumi, yani kuna kila aina ya bara munkari ni wanakili wapo jamaa huko. Utakaa ukifika unaulizwa marabuka, unaangalia Mayele. Unaulizwa Mungu wako nani? Mayele. Inna lillahi. Tuseme ukweli tu jamani, kwa kumwogopa Allah. Si jana tu kuna watu wa kuswali tarawih kabisa wameacha tarawih kwa sababu ya huyo jamaa. Geuza na jiuzi hivyo hivyo, kuna watu wa kuswali tarawih. Nani? Bareke yule jamaa. Mpaka kuna mtu mmoja alisemaje? Yani huyu jamaa huyu fulani fulani alimtaja sisi watu wa timu hii tutagawana dhambi zote za kwake, afu aende peponi. Tunagawana dhambi zake. Msiba sio msiba. Yani dunia mtu inamuingia mpaka kwenye damu. Analala kwa viatu kwa sababu timu yake imefungwa. Hakuna mtu kaweka bondi mkewe kwa mkitufunga mimi mke wangu nakupa. Hey! Kule kwetu Mtoni Kichangani kuna mtu alijiweka mwenyewe. Mkitufunga mimi nakupa. Unataka kutoa nini? Wallahi wa billahi Kichangani kule imetokea. Billahi alaikum. Yani ni ushetani wa kupitiliza. Kuna watu tupo hapa tumefungwa, wake zetu siku wakae mbali na sisi. Watoto zetu siku watakula makofi hawajawahi kupigwa, bora hata wagongwe na treni. Nini? Tumefungwa. Jamani tumuombe Mwenyezi Mungu. Unajiombea mabaya, utakuja kufa unashangilia kichuya gona wego qalu. Wa yad'u al-insanu bishari. Mwanadamu fika akajiombea mabaya, duaahu bil khair. Kama anavyojiombea mazuri basi ndivyo hivyo hivyo. Nyie amuone huko, nyie mashe. Inawezekana hapa msijibu. Mashe mpo wengi na kuoneni kina Sherama. Hivi hawaji wanawake shehe nataka dua msitongozwe. Na shehe kweli anafanya dua ili apate kutongozwa. Akishatongozwa kinatokea nini? Hamfanyi? Yani kahaba unamuombea dua ili apate kutongozwa sana, auze sana. Unajiombea lana. Na vijana wanatafuta kizizi cha bahati. Kusema kweli mimi ndio kwanza mwanamke wa 75 tu. Utasija faidi sana. Wangapi? Wa 75 hajafaidi. Kuna mtu anabuku jelo mpaka sasa hivi. Wanawake aliotembea nao. Nilisema mara moja wallahi zingekuwa zinalika kama sabuni sasa hivi kuna watu wanavipele tu. Shaishiwa. Namna wanavyofanya matumizi mabovu. Wayad'u al-insanu bisharri du'aahu. Mwanadamu hufika akajiombea mabaya kama anavyojiombea mazuri. Sababu yake ni wakana al-insanu ajula. Ndio hivi siku zote mwanadamu amekuwa ni mwenye pupa. Kuna matendo tunayafanya, tafsiri ya matendo hayo tunajiombea mabaya, sio? Kesho kutwa Idi ama sio? Wewe unamfunga rasta mwanao, unajiombea mabaya, unajiombea laana, kwa sababu aliyefungwa rasta, mfungaji, wote wanalana. Na mabinti zetu ndio wataongoza kwa hizo rasta. Tunafanya msitoe macho tu. Tunaanza sisi wenyewe kuiomba laana ndani ya nyumba. Alafu unamwambia shehe njoo uje kusoma nilio kuniombea dua mambo hayaendi. Mimi ninakuja na unipe hela. Unalikoroga mwenyewe hivyo? Nategemea shehe yupo. Kuweni na tahadhari.
kuna matendo yanakuharibia nuru yako ya mwili, yanakuharibia baraka ulionayo, milango yako ya kheri inakuwa na kiza. Kuna matendo mkiyatenda yakimbieni, mnajiombea mabaya. Katika hao Mtume kawataja, kuna watu nitaje hapa, katika hao ni wataje pia askari. Kuna askari hatuna wasiwasi, wanalana na wanaenda motoni. Aliwataja pale Mtume sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli nar, katika hadithi ya Bukhari na Muslim, qaumun mahum siyatun ka'adhnabil baqara yadhribuna biha an-nas. Kuna watu, kinaya yake haraka haraka, watakuwa na madaraka madhubuti ambayo watanyanyasa watu kwa madaraka walionayo. Hakimu anamfunga mtu, anajua kabisa huyu namdhulumu, na woga anayakini na muonea kesi hii yeye sio mkosa, kashakula mpunga mahala. Trafiki anakuja anakukamata, anakuuliza mfika wakati anakuuliza, mbona uko peke yako, gari na viti 6? Ili mradi tu wale pesa. Maki mimi mara moja niliulizwa, niko airport pale, kachukua pasipoti yangu askari, unatoka wapi? Nikamwambia ndio maana nimekupa pasipoti, utaona huko. Si sharudi atanifanyaje? Si nishafika kwetu? Anaweza kuniambia panda tena ndege urudi ulikotoka. Mimi ndo narudi hiyo. Nikamwambia naona nimekupa pasipoti, angalia humo. Ananiambia unatoka South Africa? Nikamwambia kufanya nini? Kutembea. Sasa kutembea ndio South Africa? Nikamuuliza wanakataza? Yani limradi tu aninyuke anitese. Begi langu kashakagua, hamna tatizo lolote. Mie kashanikagua, hamna tatizo lolote. Ananiuliza kwa nini unaenda kutembea South Africa? Wanakataza? Labda nchi imepiga marufuku. Almuhimu, kuna watu vyao wanavitumia vibaya. Mnajiombea matatizo.